Bwana, tumetoka kuangalia mchezo wa Yanga pamoja na Tabora pale CCM Al Hassan Mwinyi pale wanasema Tabora, na matokeo Yanga akibuka na ushindi. Kulikuwa kuna drama nyingi. Kwa upande wako kwanza mchezo umeonaje? Mchezo mzuri, nimeona mchezo mzuri. Tabora wamefanya walichostahili na Yanga wamefanya pia wanachostahili. Nimezoea kuona Yanga wakifanya hivi mara kadhaa kwa sababu Yanga timu kubwa, na wakati kama huu Yanga anataka ubingwa, sidhani kama kuna timu za madaraja ya Tabora wanaweza kumzuia Yanga. Yes. Kimpira lakini tunaangalia, tulikuwa tunaona baadhi ya wachezaji walikuwa wanatoa uwezo wao wa hali ya juu kwa upande wa Tabora. Unafikiri ni sehemu gani Tabora walikuwa wamezidiwa zaidi kwenye pitch? Yes, game ilikuwa inataka Tabora wajitoe kwa 100%. Tena watu wote 11 wa Tabora walitakiwa kucheza kama walivyocheza. So huwezi kucheza na Yanga alafu mkacheza kistar. Yanga ndio wanaweza kurelax kidogo, lakini hata Yanga wao wenyewe walitengeza interest ya juu angalau kuendana na game ilivyokuwa. Tabora ukiangalia walikuwa na ahadi ya pesa nyingi sana kwenye hii game. So na hiyo game yenyewe inaweza kuwatangaza, inaweza ikatoa baadhi ya wachezaji kwenda kwa timu nyingine kubwa kwa sababu tu ya wamecheza na Yanga na mfanya vizuri. Kwa hiyo game ilikuwa na maana mbili kwa Tabora. Cha kwanza, wachezaji wenyewe wanaweza kutafuta marketing nyingine na sehemu nyingine kwenye malisho bora. Cha pili, ilikuwa na maana ya pesa, ahadi ambazo tulitolewa na mkuu wa mkoa. Tumeshuhudia kiwango bora kabisa cha washambuliaji wa Yanga. Maana hatukuwa tunazoea kumuona Duke Abuya akicheza Mudathiri haya basi, lakini leo tumeshuhudia wakicheza partner pale kati. Kuna wakati wachezaji wakubwa watakupa kitu kikubwa kutokana na wakati husika. Inawezekana ukicheza na Yanga raundi ya kwanza kwenye game ya pili na ya tatu ukapata afueni. Ni kitu rahisi kucheza na Yanga kwenye nyakati hizi za ubingwa. Kuna ugumu sana kucheza na Yanga kwenye nyakati za ubingwa kwa sababu kipindi kama hichi ni kipindi cha hesabu. Hii pointi moja na hakika Yanga wanaweza wakaenda nayo mpaka mwisho wa msimu na wasidondoshe alama. Kwa hiyo wachezaji, yani sasa hivi kila mchezaji, hata angecheza Shua Boy, hata angecheza Jonas Mkude, tungepata kile ambacho tumekiona kwa sababu the team wanafikiria ubingwa, wafikirie kumfunga mtu, wafikirie kupata goli ngapi. Tumeshuhudia kiwango bora kabisa cha Pacome Zouzoua, huku Yanga ikiwakosa nyota yake Clatous Chota Chama, Kennedy Musonda, Stefan Aziz Ki, Khalid Aucho, lakini hakukuwa kunaonekana kama kuna gap uwanjani. Ndio nilichokisema kwenye hoja yangu ya msingi iliyopita. So nyakati kama hizi tutegemee kuona mapungufu ya mchezaji mmoja au wawili na asili timu. So hichi ni kipindi ambacho klabu inataka kupata ubingwa. Kwa vipindi kama hivi vikitokea kwa klabu ambayo ni klabu zile kubwa, kwa nyakati kama hizi huwezi kutengeneza mazingira ya hivi. Eh bwana, jamaa anasumbua rafiki yangu. Mnyama wewe. Au ni mnyama? Yeah. Mnyama lazima aumie. Ngoja saa moja wamdunde kwanza alafu atapata akili. Yeah. Wewe bwana, mnacheza saa ngapi? Wanacheza saa ngapi? So kwa mazingira alivyo mtangazaji, ukichukua Yanga nyakati kama hizi, sitegemei kuona Yanga wakidondosha alama kwa timu yoyote. Najua mpira inawezekana Yanga kudondosha alama, lakini nyakati kama hizi Yanga wanaweza kumkosa Aziz Ki, Diarra, Ibrahim Baka, Dickson Job. Atakayecheza yote anajua hichi ni kipindi cha ubingwa. Hichi ni kipindi cha ubingwa. Wenyewe wachezaji tu za klabu mnaambizana, bwana hapa tunataka pointi 3. Kwa kila anaocheza anapambana. Ni kwangu mimi surprise Shehani kacheza dakika chache lakini kafanya vizuri zaidi. Kwa kweli mchezaji bora wa mechi leo unampa nani? Una Prince Dube, una Clement Nzize, Pacome Zouzoua. Pacome Zouzoua na Prince Dube. Sasa hapa narusha shilingi hapa kwa Pacome na Prince. Shukrani sana. Asante.